Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Mwana kondoo ameshinda. Amen. Napenda kuanza kwa utambulisho. Wale tulioko hapa mbele ni watumishi wa Mungu ambao wametumika kwa wiki, kwa siku 4 za semina ama za washa ama kongamano. Tumekuwa na wakati mzuri sana na shuhuda zimeshatolewa baadhi. Nitasema zaidi kwa ajili ya shukrani zetu baada ya utambulisho wa watumishi wa Mungu hawa. Tunaye pendwa wetu Joseph Kimogele Figongo ambaye amekuwa missionary wa kupeleka na wa kuombea na hata wa kwenda, akiwa na OG1 Olupilo One Group ndani hivyo, wakiwa hapo Arusha, na ameifanya kazi ya Mungu na wateule wa Bwana wengine ambao tayari wameshaitwa na Bwana kwa muda mrefu. Mimi nikiwa missionary maeneo ya Kondoa Irangi na Magugu, tulikuwa tunapita tukielekea Arusha. Kwa hiyo nimefurahi sana kumuona hapa, lakini pia yupo TMN ambayo ni Tanzania Missionary Network, ambayo inafanya kazi ya kuhudumia na kulitia moyo kanisa na watu ambao tayari wameshamwamini Yesu kupeleka injili. Na yeye moja ya kitu ambacho amekifanya si tu ile kwamba sisi tunatoa chochote, lakini pia amekuja kutoa shuhuda za kazi ya Bwana ambayo wameifanya. Kwa hiyo atasema zaidi ngalau kwa dakika 2 labda hivi. Lakini kabla yake tunaye missionary ambaye amefanya kazi ya Bwana na kanisa letu la AIC huko Pwani, akiwa chini ya Timo, ambayo Timo ilikuwa chini ya AIM, na AIM ni wazazi wetu. Kanisa la AIC kabla halijawa AIC ilikuwa ni CMS, alafu baadaye AIM, baadaye Evangeli ya Kristo, baadaye AIC ambao ni sisi. Kwa hiyo amefanya kazi na Timo kwa miaka zaidi ya 2. Ametoka Nigeria, lakini pamoja na hayo amekuja na shirika la Kapro ambalo ndio lilimtuma kuja kuifanya kazi ya mission. Yeye anaitwa Yohana Pam, amekuwa mwenyeji kabisa, na hata nilikuwa namwambia Kiswahili chako kinatuzidi wa Tanzania wengi. Maana anazungumza Kitanzania, anazungumza Kiswahili cha Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niwakaribishe, na wao wameoa kwa kweli, watasema zaidi kila mmoja dakika 2. Na Yohana Pamu amekuwa ni mwalimu, amekuwa ni mmoja wa wawezeshaji katika kongamano letu hili la umishonari kwa kwaya zetu katika diocese zetu 5: Tabora, Geita, Mwanza, Shinyanga na Mara na Ukerewe. Mahala ambapo tumebaki ni Kati pamoja na Pwani. Baadaye kuna huo mpango. Kwa hiyo na amefanya kazi kubwa sana. Tuanze na yeye, halafu tutamalizia na mtumishi wa Mungu Mogele. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana Mungu kwa fursa na nafasi kupitia TMN, kupitia pia mkurugenzi wa idara ya kazi ya kiroho katika kanisa la AIC kunipatia nafasi kuwepo miongoni wa wale ambaye walikuwa kwenye hiyo kongamano ya umishoni.
Nina mke mmoja anaitwa Uchechi Mary Pam, wako Dodoma au tuko Dodoma. Tuna watoto wawili, wote wamezaliwa hapa Tanzania. Mmoja anaitwa Faithful Mwaminifu, ana miaka 15 anaelekea 16, amezaliwa kwa Wandengereko kule Rufiji, Ruaruke. Tunayo kijana mmoja anaitwa David, yuko na miaka 13, wote wanasoma hapo Dodoma. Kwa neema ya Mungu tulikuwepo miaka 10, alafu tukarejea nyumbani tukaenda kusoma. Mungu akaturegesha tena nchini mwaka jana mwezi wa 11. Tunashukuru sana kwa sababu kuja kwetu, kupokelewa kwetu ni AIC. Kwa hiyo mpaka leo bado tunaendelea kushukuru viongozi wa AIC jinsi walivyotupokea. Mungu awabariki nyafu nyafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama baba askofu alisema, mimi ninaitwa Shigongo, na mzee wa kanisa alipokuwa natangaza zamu nikasema natangaziwa zamu tena. Kumbe kuna somo wangu mwingine yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Shigongo Joseph Kimogele, natoka kule Arusha, kanisa la AIC Arusha. Ninafanya kazi na shirika la Tanzania Missions Network ambalo kwa kushirikiana na kanisa la mahali hapa limeandaa hilo kongamano la umisheni la kwaya ambao liko limefanyika hapa. Kongamano la kwanza la kwaya za AIC lilifanyika mwaka jana Dodoma, na ndio mara ya kwanza tukakutana na GVC kule Dodoma, ingawaje nilikuwa nimeshaanza kusikia taarifa zao. Mimi ni katibu wa Tanzania Missions Network, na ndugu yangu Simbiti hapa ni mratibu wa shirika hilo ambalo linaunganisha wamishonari kufanya kazi za umisheni. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa na mahali hapa kwa kutukaribisha kuja kufanya kongamano, lakini kwa kushiriki kikamilifu kabisa katika kufanya kongamano hili, kwa maana ya kwamba logistics zote wamefanya, lakini pia na kuchangia fedha. Mungu awabariki sana. Nimebarikiwa sana kuwa katika kanisa hili kwa sababu moyo wangu uko kwenye umisheni. Niliokoka katika umisheni mwaka 2005 nikiwa huko Olpiro. Nilikuwa nimeenda kama dereva, lakini Mungu akaniita kwenye umisheni nikiwa nimeenda kufanya biashara. Na Mihembu ndio alikuwaga translator wetu wakati tukiwa tunaenda kule kwenye huduma za umisheni. Bwana Yesu asifiwe. Na yule babake mganga siku ya kwanza ameingia kanisani siku ya harusi ya huyu kijana. Mungu awabariki sana. Mungu amekwisha kuwabariki, aendelee kuwabariki kwa huduma mnazofanya, awape baraka za rohoni na za mwilini. Mzee wetu Nyanda ambaye amekwisha kuitwa na Bwana alikuwa anasema wakati wote, mtu huwezi kufilisika kwa kumtolea Bwana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Na mimi ninaitwa Peter Fares Kisena, ni askofu wa kanisa letu la AIC Diocese ya Mara na Ukerewe. Na pia mimi pamoja na Joel Simbiti, mwinjilisti ambaye ni wa pekee, tunafanya kazi katika kurugenzi moja, yeye akiwa mkurugenzi wangu na mimi nikiwa mwenyekiti katika kurugenzi hiyo ya huduma za kiroho. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kurugenzi hii ambayo imebeba idara 8 kama alivyosema kurugenzi wetu. Moja ya idara ni hii kwaya, uimbaji na muziki. Ni chini yake pia kuna idara ya wanawake, chini yake kuna idara ya vijana, chini yake kuna elimu ya Kikristo, na chini yake kuna mafunzo ya Biblia na theolojia, na chini yake pia kuna idara ya wanaume ambayo sehemu nyingi haijaanza. Nadhani 8 zimekamilika. Na idara ya watoto ambayo kwa nini nimeisahau, ambayo kwa kweli huwa
inaanza huko baada ya hiyo idara ya injili na misheni ambayo na yenyewe sikuitaja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hizi idara ambazo zinafanya kazi katika kanisa la Bwana. Nina mke na watoto 6 na tunamshukuru Mungu sana. Mke wangu tulikuja naye amekaa siku 2, baadaye tulirudi Mwanza, yeye akawa amepatwa na majukumu mengine, na moja ya jukumu ilikuwa ni afya yake. Amekuwa na changamoto ya meno ya kuhudumiwa huko Mwanza, lakini pia na shughuli zingine za kifamilia. Lakini amewasalimia sana pamoja na familia, na pia amesalimiwa na kanisa la Bwana huko Mara na Ukerewe. Ninapenda kusema kipekee Baba Mchungaji John Simoni Masanyiwa, pamoja na kwamba kuna watangulizi ambao wamekuwepo hapa na wameifanya kazi ya Bwana ya umisheni, lakini hizi huwa ni kama mbio za relay, kwamba huwa inategemea kwamba unaweza ukapokea kijiti kama ukapokea hewa na ukakimbia mwenyewe. Sasa mtumishi wa Mungu umepokea kijiti na umesimamia kweli kweli, na sisi watumishi wenzako tunafurahi sana, kama ambavyo Paulo mtume tu alivyokuwa na waandikia hayo makanisa, iwe ni Kolosai, iwe ni Efeso, iwe ni Thesalonike, iwe ni Korinto na hata mengineyo, alipokuwa anasikia habari za imani yao na utumishi wao. Hata akiwa gerezani, nadhani gereza halikuwa na nguvu kwake, ndio maana hata akiwa gerezani akawaandikia Wakolosai sura ile ya 4 na ule mstari wa 2 ya kwamba msiache kutuombea, na hasa mimi niliye katika vifungo, ili nipate fursa ya kuisema habari njema ya Kristo kwa watu ambao wamefungwa wenzangu, kama kule Filipi alipokuwa anaimba tu katika gereza huko, baadaye Bwana kwa muujiza kaleta tetemeko na milango ikafunguka, lakini Paulo hakuwa na wasiwasi, akabaki ndani. Kwa hiyo yeye alikuwa anaombea sana, na yeye wakati wote moyo wake na mtima wake vilikuwa vinamgonga anapoona watu bado hawajapokea habari njema. Na ndio maana akaandika maelezo haya katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 1 na ule mstari wa 21 maarufu msibani, kwamba kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Na alikuwa anawaeleza kwa nini niendelee kuishi, na akasema ni kwa ajili yenu ninyi watu ambao bado hamjampokea Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ikiwa huyu mtumishi wa Mungu mtima wake ulikuwa ni hivyo, na yeye alisema neno moja, akasema kwa Korinto wa 1 sura ya 11 na mstari wa 1 ya kwamba nifuateni mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Yeye alimfuataje Kristo? Ndio haya ambao siku ya leo tutaenda kuanza nayo, yanayosema kujua nia ya Bwana. Kuijua nia ya Bwana. Kuijua nia ya Bwana. Paulo mtume inaonekana ameijua nia ya Bwana. Paulo mtume inaonekana anatembea na kuogelea katika bahari ya Bwana mwenyewe. Paulo mtume anajua kusudi la kwa nini nipo hapa duniani. Kuna watu wengi wanatembea hata wajui kwa nini yupo duniani, lakini yeye Paulo mtume aliliona hili kusudi. Kasema nia ya Bwana ni nini? Na kwa hiyo niwapongeze tena kanisa lote la AIC Kalangalala kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kutimiza nia ya Bwana. Kwaya zimefanya kazi kubwa, lakini pia baraza la wazee likiongozwa na baba mchungaji kiongozi wa kanisa AIC Kalangalala amefanya kazi kubwa. Wanawake katika kanisa amefanya kazi kubwa. Wanaume katika kanisa amefanya kazi kubwa. Vijana katika kanisa amefanya kazi kubwa.
na watoto katika kanisa wamefanya kazi kubwa sana. Kipindi kimoja nilikuwa jimbo moja la Alabama kule Marekani, katembelea kanisa moja linaitwa Covenant Presbyterian Church, mahala ambapo kwa ni lengo la kueleza huduma tunazozifanya katika kanisa huku Tanzania. Na moja ya kitu ambacho kilinigusa ni ule ushuhuda wa huyu mama aliyekuwa anasimamia watoto. Mama huyu akatoa ushuhuda, akasema watoto waliposikia kilio cha Watanzania, watoto wa kanisa letu la Covenant waliposikia kilio cha Watanzania, na hasa kwamba hawana maji, watoto wakaenda kuvamia magari ya Wakristo wa kanisa na wakaanza kuyaosha, na wakadai walipwe fedha hiyo iende alau ikachimbe kisima kimoja. Na akasema ndani ya kipindi kile watoto walikusanya dola 25,000, na ikawa inatosha kisima kimoja na nusu. Sasa nilishangaa sana. Naamini hata na hapa watoto wanaifanya kazi hiyo. Tunawatia moyo kufanya kazi hiyo ya umisheni. Ile nia ya Kristo ambayo ilijulikana na Paulo aliyesema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Na kwa sababu Paulo alijua nia ya Kristo, anatuambia nini basi kuhusiana na hiyo nia? Na ndipo hapa napenda tusome kitabu cha Wafilipi, hiyo sura ya 2, na ule mstari wake wa kwanza kwenda mstari ule wa 11. Ala ambapo neno la Bwana linashuhudiwa na huyu missionary, linashuhudiwa na huyu mwanasheria, maana Paulo pia alikuwa mwanasheria, linashuhudiwa na huyu mwalimu wa neno, mwana theolojia mzuri sana ukimwacha Saint Augustine aliyekuwa kule Hippo Misri, Tunisia. Asa hao wamekuja baada, lakini Paulo yeye baada ya kuongoka, alipookoka, kitu gani alikifanya? Pamoja na kuichapa Injili, ametembea kwa mguu, ameenda kwa mashua, na hata wakati mwingine amepigwa nusu ya kufa, lakini Paulo bado akasema ninaendelea, maana naijua nia ya Kristo. Na nia ya Kristo ilikuwa ni ipi? Anatushuhudia katika neno la Bwana, anatushuhudia katika kitabu alichokiandika mwenyewe kwa Filipi, sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Anasema maneno haya: basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwapo ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu. Sasa ndio anaanza, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Kwanza hiyo, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine, kama ambavyo kanisa la AIC Kalangalala linafanya. Hapa yani wengi wameangalia mambo ya wengine kule Magugu. Weni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo mwenyewe. Na ule mstari unaofuata unasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Jambo lingine tunaliona mahala pale, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza. Kwani kuna shida gani nikishuka chini? Akawa mtii hata mauti,
mafuta na damu na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni nani? Ni Bwana, kwa nani? Wa Mungu Baba. Kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na mapema kabisa tumesomewa somo la kwanza kutoka Mathayo sura ya 21, mahala ambapo tumeelezwa juu ya vijana ama watoto wawili ambao baba yao alitaka kusafiri, akaona wapatie kazi, majukumu, waifanye kazi. Na tena anasema sio kazi tu, bali kazi maalum ya kwenda katika shamba la mizabibu. Na kwa kipindi hiki Mashariki ya Kati wamekuwa maarufu sana kwa ulimaji wa mizabibu, na ndio maana hata Yohana sura ya 15 hajasema mimi ni mkwaju wa kweli. Anatumia neno mzabibu, maana ndilo zao ama mti uliojulikana na watu wengi. Kwa hiyo hapa anawaacha watoto, anasema ninawatuma. Akamwendea wa kwanza akakubali, lakini Biblia inasema hakuenda. Akakubali na asiende. Kuna watu ambao wanakubali yaishe, na yeye alikubali yaishe. Nafanya kazi katika mkoa wa Mara na visiwani kule, huwa wanasema kuikirikisi, nadhani wanajua wale kwamba sio, yani kukubali sio kukubali. Nadhani wale Wajita wanaweza akasema vizuri, maana mimi sijaishika vizuri. Kwa hiyo kuna watu ambao huwa wanakubali yaishe, zunyaga eshile. Mara nyingi tumekuwa na namna ya. Sasa huyu kijana yeye amekubali yaishe ya mzee wake, yani aonekane ni mtiifu mbele ya watu na mbele ya baba yake. Lakini baadaye hakwenda. Ilichukua muda gani hakwenda haisemwi, lakini hakwenda. Yule wa pili akakataa, akasema mimi siendi. Yawezekana aliona ugumu wa zabibu, pengine ni kwenda kuchuma, pengine aliona namna ambavyo wakulima wanahangaika. Lakini baadaye alipomjua ni nani anayeniambia, ni nani anayeniambia, unajua shida ni hiyo, kwamba ni nani anayenituma. Maana unatumwa na kiongozi wa nchi ya Tanzania, rais wetu, halafu siende, manake umtambui huyo ni nani anayenituma. Ni nani anayenituma? Simjui. Na alipojua huyu ni baba, ndiye ambaye yeye pamoja na mama walitumika katika kunizaa, huyu amenilea. Yawezekana hata umepitia changamoto za kunitafutia chakula, niliugua nisijitambui wakanitibu, lakini pia walinivika, na hata leo hii inaendelea. Mimi ninamjua huyu baba. Akaenda kwa baba yake, Biblia inatuambia akatubu, halafu akaenda. Sasa swali la Yesu, ni nani kati ya hawa wawili aliyotenda mapenzi ya baba yake? Ni huyu aliyekataa, halafu situseme wote watumishi wa Mungu, halafu akatubu, halafu akaenda. Alijua nia ya baba yake. Nia ya baba yangu ni ipi? Na siku zote huwa tunasali ile sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanye nini? Halafu huwa tunaongezea nini pale? Unakujaje ufalme? Yaani Yesu jambo la kwanza tu aliloanza nalo akiwa duniani, baada ya kutoka nyikani, alipoanza kuhubiri akasema tubuni. Kwa sababu gani? Ufalme wa mbinguni umekaribia. Nini ambacho Yesu anakitaka kwetu? Hapa baba ambaye huwa tunamuomba hii sala, afadhali niache kuiomba sala. Kama mimi sitaki ufalme wa mbinguni ujulikane na watu wa magugu, kama mimi sitaki ufalme wa mbinguni ujulikane na Kidami Hembo ambaye ni mchungaji sasa, kama mimi sitaki ufalme wa mbinguni ujulikane
na akina mwinjilisti Claudi wa rangi. Kama mimi sitaki ujumbe, yani nataka tu ile kakuni yangu pale. Nia ya Bwana ni nini? Nia ya Bwana ni nini? Mtumishi wa Mungu huyu ni William Carey, aliyewahi kuwa misionari miaka 1800 na kitu, aliyezaliwa miaka 1700 na kitu, na yeye alisikia habari na taarifa ya watu wa India ambao walikuwa wanaita kama alivyokuwa naita Lydia na wenzake kule Macedonia. Wakati waimbaji hapa wanaimba, wakasema Paulo aliambiwa nenda, alizuiwa kwenda kwingine, halafu akarudi, halafu akaongeza wengine, wakasema ikiwa wewe ulihubiriwa na wewe hubiri wengine. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa ni mshona viatu. Ni mtu ambaye alikuwa na yeye ni mmoja wa viongozi katika kanisa ambalo alikuwa anatumika, kanisa la Wabaptisti pale Uingereza. Na yeye akawa na agenda baada ya kuijua nia ya Kristo, baada ya kusikia sauti ya Bwana. Unajua unaisikia sauti ya Bwana, usikii tu sauti za watu, bali Bwana anasema na wewe. Aliposema naye, alichokifanya ni hiki: akawaendea baraza kama heshima ilivyo, itifaki lazima izingatiwe. Na alipofika akawaambia, mimi na wito wa kwenda India. Kumbuka kipindi hiki ndio mafundisho ya John Calvin yameenea, ya kwamba wateule wao wapo tu, ambao ni vizuri sana, theology nzuri, na maandiko yanatueleza hivyo kwamba Bwana anawajua walio wake. Yaani sasa hawa wazeni kama walienda juu sana, ushuhuda unavyosema, walienda juu sana ya imani ya Calvin mwenyewe aliyeandika akiwa na kusudi jema. Wao wakaanza kumtuma Bwana, anasema wewe William Carey, wewe ni kijana tu, kwanza haujazeeka kama sisi. Hivi ujui ya kwamba Bwana atashughulika mwenyewe kule India? Sio lazima uende. Sio lazima uende. Kuna watu ambao hata hapa wanasemaga hayo hayawezekana, sio hapa. Mimi nashukuru na wapongeza AIC Kalangalala. Hampo hivyo kwa sababu mnaenda, kwa sababu mnatuma. Hebu tumshangilie Bwana kwa makofi kwa sababu ya AIC Kalangalala. Na ndio maana mwinjilisti Simbiti alichagua kwa kuongozwa na Bwana tuje hapa, kwa sababu ninyi ni shamba darasa, ni piloting area, mahala ambapo tumejifunza mengi. Kwa nimekaa hapa ninajaribu tu kuchuma. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu William Carey ndani ya moyo wake akasikia wito. Hawa wazee wakasema hapana, acha Bwana. Na ndipo sasa akaja na wazo la kuandika kijitabu kama jinsi Martin Luther alivyoandika zile nyaraka 99 akagongelea mlangoni. Na yeye akaandika, na kitabu chake kinasema, na tafsiri moja kwa moja, ule umuhimu wa Mungu kutumia mbinu, kutumia watu kuwafikia watu. Sema kuna umuhimu wa Mungu kutumia watu kuwafikia watu. Nadhani alikuwa na wazo hili, kwa nini Mungu akusimama hewani kule akasema kuanzia sasa mimi ni Mungu, wote muokoke, lakini akaamua kuja kuzaliwa kama mtu? Kwa nini akashuka? Kumbe kuna umuhimu wa Mungu kutumia mtu, kukutumia wewe, kunitumia mimi. Ikiwa yeye mwenyewe aliona sauti tu haitoshi. Unajua sauti ilikuwa inasikika. Kumbuka wakati Yesu anabatizwa, silisikika sauti, huyo ni mwanangu mpendwa nayependezwa naye. Lakini aliona hii sauti haitoshi, lakini aende yule ambaye anawafanana hawa wanadamu, niliowaumba kwa mfano wangu, bao wameshapotea. Isaya anasema kila mmoja amepotea kama kondoo na amegeukia njia yake mwenyewe. Mungu aliona umuhimu
kwa kuja kama mwanadamu? Kwa nini mimi natuma vitu vingine? Kwa nini mimi ninakataa kutuma hivyo vitu? Najua kuna mambo matatu katika mambo ya umisheni. Jambo la kwanza, ninaenda mwenyewe kama alivyokuja Bwana wetu, ama ninaombea, au ninatoa nilicho nacho kama ambavyo tumefanya hapa. Kwa hiyo William Carey akaendelea kusisitiza wito wake na akaondoka kwenda India, Calcutta, mahala ambapo ni pachafu kwa kipindi kile, mahala ambapo hakuwa na nyumba ya kufikia, yani akafika katika nyumba ya kutafuta. Na historia inatuambia mtoto wake Peter akafariki, lakini na mke wake Dorothy akafariki na yeye. Baadaye yani akabaki katika hali ya ugane. Lakini huyu alijikita katika kuwafikia Wahindi na habari njema. Na leo hii kuna mambo mengi yanayoendelea. Kwa hiyo ni mambo yapi? Nia ya Bwana ni ipi? Nia ya Bwana imekaa katika mambo manne ambayo nayaona hapa katika kitabu ambacho Paulo ametuandikia, ikiunganisha na yale maneno ya Yesu, ule mfano aliousema kwa hawa vijana ambao walipewa ujumbe na baba yao. Ndani yake huyu baba alihitaji utii. Ndani yake huyu baba alihitaji utii. Hilo ni jambo la kwanza. Nia ya Bwana ni nini? Ni ule utii. Warumi ile sura ya 6 ya 5, Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 19. Watu wawili wanalinganishwa hapo. Wa kwanza anasema ni Adamu wa kwanza, ambaye hakutii, aliasi. Matokeo yake wanadamu wote, ule mstari wa 12 wa sura ya 5 ya kitabu cha Warumi, wanadamu wote wakahesabiwa wamekosa, na kwa sababu ya kosa hilo kifo kinakuja. Kuna kifo cha kwanza ambacho ni cha kiroho, lakini pia cha pili cha kimwili. Kifo kinawapata wanadamu si kwamba wametenda kosa la Adamu, lakini kwa sababu tumezaliwa kutokana na Adamu. Lakini ule mstari wa 19 Warumi ile sura ya 5 anasema mwanadamu wa pili ambaye ni Kristo alitii. Kutii kwake alipoona hitaji na baba pamoja, yani katika ule utatu wao, kama ambavyo wengine wanazungumziaga, japokuwa hii haikuaga Yesu, lakini wanasema hivyo, na mimi wanasema sawa tu, kwa maadamu utudanganyi, lakini sawa tu, kwa sababu nasema kuna ukweli ndani yake, isipokuwa sio hiyo aya. Isaya sura ya 6 na ule mstari wa 8 wanasema Yesu hapa akasema mimi hapa nitume. Hakuwa Yesu, alikuwa ni Isaya katika hayo maono. Lakini hapa ninaona picha ya kwamba ni kama Bwana Mungu wetu amekaa kikao ya kwamba ni nani sasa aende. Kumbuka ambacho kinaonekana hapa ni kwamba Mungu Baba ameanzisha hilo wazo, lakini Yesu ametimiliza hilo wazo. Roho Mtakatifu ameshuka kuja kuendeleza hilo wazo. Na Mungu katika utatu amefanya kazi. Wewe na mimi ni nani? Paulo anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyofanya nini? Ninavyomfuata Kristo. Paulo anamfuataje Kristo? Yeye alikuwa ni farisayo wa mafarisayo. Sura ya 3 anashuhudia ya kitabu hiki cha Wafilipi. Anasema kama ni hali ya kushika sheria, mimi ni wa kwanza. Kama ni kutahiriwa, maana ilikuwa ni sheria ambayo ilijulikana, ambayo ni ya lazima, mimi nilitahiriwa siku ya 8. Lakini yote hayo, ufahamu wote wa kifarisayo, ile nilivyokuwa napigania dini yangu, na hata nikaona raha na starehe kukanyaga nguo za mtumishi, za wale watu ambao walikuwa nampiga mtumishi wa Mungu Stefano, niliona sawa tu. Lakini leo hii mimi najihesabu ikiwa ni wenye dhambi, mimi ni wa kwanza. Na kwa sababu hiyo
ninachokitamani niishi kwa ajili ya Kristo. Yale yote nimehesabu kama mavi, ili kwamba nimpate Kristo. Ninapiga mbio mbele, sio nyuma tena wala pembeni, niichuchumilie ile mede ya thawabu iliyoandaliwa kwa ajili yangu, iliyoandaliwa kwa ajili yako Mkristo wa AIC Kalangalala, iliyoandaliwa kwa ajili yako Mkristo wa AIC Tanzania, iliyoandaliwa kwa ajili yako Mkristo wa kiinjili katika makanisa ya kiinjili duniani, iliyoandaliwa kwa ajili yako wewe uliyemwamini Yesu kweli kweli. Paulo alikuwa na hiyo, aliona nia ya Kristo ilikuwa ni ya utii. Na sasa Kristo mwenyewe katika nia yake ya utii, haya maneno yamerudiwa na waandishi wote wa Injili. Tukianza na Mathayo, anasema basi enendeni ulimwenguni. Yesu anasema baada ya kuwatokea, sura ya 28 ya kitabu cha Mathayo na ule mstari wa 19, basi enendeni ulimwenguni mkafanye nini? Mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Sio wale watu ambao sio wanafunzi. Kwa hiyo hapa anahitaji nini Yesu kwa wanafunzi wake? Ni utii. Lakini pia Marko sura ya 16 na ule mstari wa 15 anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, na kila aminie ataokoka. Enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Na mataifa, neno la Mungu limetumia neno mataifa kwa lugha ile ya Kiyunani kwamba ni panta ta ethne, ambao wazungu tusema Waingereza walikuja kupata neno la ethnicity, maana makabila sio mataifa kama Tanzania. Kuna wengine wanasema mbona Tanzania imeshafikiwa? Makabila je, yameshafikiwa, ambao ndio wito wa Yesu. Wito wa Yesu. Ama wakati mwingine tuungane na wazee wa William Carey kwamba Bwana anashughulika nao. Sisi tayari hapa sawa, tumeitwa kutii. Na ndipo tunamuona Yohana, na yeye kabla ya Yohana Luka anashuhudia ile sura ya 24 na mstari wa 48, anasema haya mliyoshuhudia kawaelezeni wengine. Ninyi ni mashahidi wa yale ambayo umeyaona. Ni mashahidi. Ni mangapi tumetendewa na Bwana? Familia yangu imetendewa mangapi na Bwana? Maisha yangu yametendewa mangapi na Bwana? Kanisa letu limetendewa mangapi na Bwana? Sasa manake ni tii. Yohana sura ya 20 na ule mstari wa 21, Yesu anasema tena kwa sauti nyembamba, sauti laini, baada ya kuwa amefufuka na kuwajia wanafunzi wake, anasema maneno ya mwisho, kama mimi Baba alivyonipeleka na mimi nawapeleka. Sasa ikiwa ni Bwana amesema, wewe ni nani? Mimi ni nani? Hata kama angelikuwa ni askofu, angelikuwa mchungaji, angelikuwa sijui papa, nisipoenda manake na muasi. Naye akasema Matendo, ile kitabu cha kihistoria sasa, cha historia katika Agano Jipya, moja tu cha historia, Matendo sura ya 1 na ule mstari wa 8, anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Kuanzia wapi? Nashukuru sana baba mchungaji ametuelimisha vizuri. Yerusalemu bado kuna wahitaji. Lakini pia hatukomei hapo tu. Tunaposhughulika na Yerusalemu anasema mnakuwa ni mashahidi pia Yudea kwa majirani zenu. Lakini si kukomea hapo tu, hata na wale wanaohesabika ni maadui, hata wale makabila hayo tuende kwa Wasamaria. Alafu anasema na mwisho wa nchi. Angalia alichokisema katika Mathayo ile sura ya 28 na ule mstari wa 20, anasema naam, nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Na sasa kwa sababu ya kutii, kitu ambacho kinaonekana mahala hapa ni hiki, kwa sababu ya kutii kwamba Bwana anabariki kazi yako, Bwana anabariki kazi yangu. Na hapa tunarudi tunashangilia kama wanafunzi wa Yesu baada ya kuhubiri kule na mapepo yanatoka, wakarudi wanashangilia. Sasa hapa tunaona kinachoendelea. Sasa utii. Yale mengine nitayasema kwa kuyasema tu, sitayahubiri kwa sababu ya muda wangu. Jambo la pili ni hili, anasema mwenania moja.
Aliomba. Yohana sura ya 17, alichukua muda anaomba kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya wateule. Umoja tunapoifanya hii kazi, maana nia ya Kristo ni umoja. Lakini pia alishuka. Yeye alivaa mwili, alijishusha, akavaa mwili, akaacha ile hali ya kushikamana na kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana, akasema kwa ajili ya wanadamu ninashuka. Na mwisho yeye alisema hii aya ambayo naomba tuisome kabisa. Kila mmoja mwenye Biblia funua Marko sura ya 10 mstari wa 45. Marko sura ya 10 na mstari wa 45. Unasema, maana mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumika. Sasa ikiwa Yesu hakuja kutumikiwa bali ni kutumika, mimi nitakuachia hili neno kwamba tutumike sasa. Tumtumikie Bwana ambaye ametuita, tumtumikie Bwana. Tusimame tumshukuru Mungu. Nafikiri nimemaliza mimi. Tumshukuru Mungu. Kama unasubiri nitaendelea, siendelee. Kuna wengine wanakuja. Labda urudi ibada ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukirudi ibada ya pili yawezekana ukasikia zaidi. Sijui. Yaani hata sasa umesikia zaidi mno. Yaani hayo maana yake Bwana tusaidie kwa watii na tuende mbele. Tusonge mbele. AIC Kalangalala, Bwana wabariki. Shamba Darasa muendelee hivyo. Na wanakongamano tuliokuja Shamba Darasa tuendelee. Na wengine watafuata tu. Wale waliokubali baadaye hawakwenda, watakuja tu baadaye. Maana kama wanaisemaga ile sala ya Bwana, labda waache. Na ufalme wa mbinguni uje, uletwe na nani? Uletwe na nani? Karibuni waimbaji tu. Nitume nami Bwana kama ulivyotuma. Habari ya msamaha na dhambi kutubiwa. Ni wahubiri neno, wahubiri wako sana waliopotea. Hallelujah. Sana kama ulivyowatuma mitume na manabii, nitume na mimi Bwana. Wale ambao wanaendelea na utume huu wa kuifikisha injili, kufanya kazi ya misheni, pengine kwa kuombea, kwa kutoa vitu, ama kwa kuenda, kwa kupeleka, hayo maeneo matatu, nyosha mkono tuombe pamoja. Kama wewe upo hayo maeneo matatu, nyosha mkono. Ambaye hautanyosha mkono nitakwambia wewe mlango huu hapo. Kwa sababu hapa ni swala la kumtii Bwana, sio kitu kingine. Nyosha mkono ikiwa wewe ni Mkristo. Na Paulo anasema nifuateni kama nilivyomfuata Kristo. Na nia ya Kristo ndio hii. Nyosha mkono wako tuombe. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana tunapokuja mbele zako kwa sababu ya hii nia yako Kristo uliyokuwa nayo. Kwamba Mungu wa pekee, wewe mwenyewe umeonyesha mfano katika Kristo ule wa utii. Ni zaidi mno Bwana, umeomba kwa ajili ya umoja wetu. Lakini Bwana umeshuka kwetu. Tena Bwana umetumika, maana ukuja kutumikiwa bali kutumika. Na watumishi wako wote hao walionyosha. Kwa hiyo kama kanisa la Antiokia, Matendo 13 ule mstari wa 1 mpaka wa 3, kwamba wakiisha kuomba ndipo Roho akawaambia nitengeeni Sauli na Barnaba waende kwa kazi yangu. Na wakishasikia sauti hiyo wakatii, wakarudi kwenye nia ya Kristo. Na baada ya pale tunaona wanaomba kwa ajili ya hawa na wanawapeleka.
na Paulo mtume na Barnaba wamekuwa wakienda na kurudi kuleta mrejesho, watu wasikie kazi ambao wanaiombea na hata kumwezesha Paulo mtume na wengine wote. Nasi Bwana, naomba kwa ajili ya hawa watumishi wako, kanisa lote libariki na uwe pamoja nao, tembea pamoja nao. Bariki baba mchungaji ambaye kwa na maono na moyo na ile nia yako Kristo ndani yake. Bwana, uendelee kumbariki na nyumba yake. Mbariki wazee wote, bariki kanisa lote, bariki kila mmoja kwa neema yako na kwa ukuu wako Bwana. Maana tunaomba na kuamini kwa yote haya ni kwa Kristo Bwana wetu. Amen. 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 Waweza kukaa. Watakawa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame na nimkaribishe Baba Askofu atutakie tu baraka kwa kuahirisha hii ibada ili tutoke nje na kupisha ratiba zingine zinazokuja. Karibu. Bwana awabarikie na kuwalinda. Bwana awangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana awinulie uso wake na kuwabariki ninyi na familia zenu na kazi zenu na utumishi mlionao katika Bwana. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Bwana wabariki, kwa herini. Tukae. Basi niombe wahusika kila mmoja mahali pake kwa neema ambayo Mungu ametujalia kutupatia. Simbiti tulimaliza jana kwa seminari. Ndio tumemaliza hivi. Jamani, ndio sema nimeisha hivyo, ila ukituona tutawaambia yaliyotokea. Basi tuenende na amani ya Bwana.